Mtaji Academy, jumuiya ya wasomaji, tunaendelea na usomaji wetu kama kawaida, au sio? Na bila shaka unafahamu kwamba sasa tunasoma kitabu cha Hisa, Akiba na Uwekezaji kilichoandikwa na Mwalimu Emilian Busara, au vipi? Na niko hapa kwa ajili ya kujuza vitu gani mimi nimejifunza kutoka kwenye usomaji ambao unaendelea. Ila kabla sijafanya hivyo, nikupe kidogo tena kuhusiana na challenge ambayo nimeshaitangaza hapo awali. Iko hivi, nimeamua kudonate fedha kiasi cha $100,000 kwa wasomaji participants ambao wako kwenye huu mchakato na wataamua ama wataona vyema kuweza kujirekodi kama anavyofanya mimi, kutujuza wao wanajifunza nini kutokana na huo usomaji. Na sio tu kutuambia wanajifunza nini, inawezekana wakati mwingine unatofautiana na mwandishi kwamba ameandika A lakini wao unadhani ni B. Unaweza pia ukajirekodi ukatuambia kwamba hapana, sikubaliana na mwandishi alichoongea kwenye hii sura, nadhani uhalisia uko hivi. Kwa hiyo ukifanya hivyo wewe unajirekodi, utanitumia mimi video. Ukishanitumia mimi video, nitaikagua kama inatoa taarifa sahihi. Ikiwa inatoa taarifa sahihi, video yako itapandishwa katika majukwaa yote ya Mtaji Academy, alafu kura zitapigwa video yako pamoja na za wengine ambao wametuma. Ile video moja ambayo itashinda kwa kura, basi itapokea zawadi ya shilingi 5,000. Sasa kitabu kizima cha Mr. Busara kina sura 20 hivi. Yes, kwa hiyo 5 mara 20 unapata 100,000. Kwa hiyo ikitokea hata wewe ndio uko peke yako unatuma hizi video, automatically unakuwa mshindi. Ingaje mchakato lazima ufanyike, lazima video yako iwe published, watu waipigie kura, au sio? Sasa sijui watapigia kura nini kwa peke yako, naendelea kutafakari vizuri, lakini ikiwa ni video yako peke yako, maana yake automatically umeshakuwa mshindi na utapata 5,000 kwa kila sura, ambapo baada ya kupata video zote kwa sura zote 20, basi unakuwa umejipatia 100,000, au sio? Kwa mchakato uko hivyo, na hii nimeamua kuita elimu ya mtaji challenge, ambapo unapoendelea kujifunza kutoka kwenye hichi kitabu na wewe unashiriki kutoa elimu kwa watu wengine ambao hawasomi. Sijui unanisoma? Yes, kwa sababu si kila mtu ana muda wa kusoma kitabu, lakini wengi wanaweza wakakaa chini wakasikiliza. Unajua, nina uwezo wa kusikiliza video huku nafanya shughuli nyingine. Kwa hiyo unamrahisishia mazingira ya kujifunza mtu mwingine, au sio? Kwa hiyo ni kwa uzuri tu unaweza ukashiriki kwenye hiyo challenge. Sasa nikwambie, mimi sishiriki kwenye hiyo channel kwa sababu mimi ndo ninayetoa hiyo donation. Nikishiriki itakuwa ni conflict of interest. Lakini ninafanya zoezi hilo. Ila mimi zoezi langu ninaingiza kwenye kampeni mpya ambayo nimeianzisha, ambayo nimeamua kuita Uwekezaji 101. Hii ni elimu ya uwekezaji kwa wale ambao hawamo kabisa, lakini wanatamani kuingia, ila wanataka wapate taarifa ambazo wao wanazielewa kwanza, au sio? Kwa hiyo ninatumia lugha rahisi kiasi ambacho ninaamini hata wale ambao tuko nje ya industry ya fedha, nje ya industry ya uwekezaji, tunaweza tukaelewa na tukaenda pamoja. Hilo ndilo lengo kubwa. Sasa sura ya kwanza ambayo ilikuwa ni utangulizi nilishaifanya, ikiwa ni kama video ya mfano na nilisha publish, iko sitaweza kuirudia, lakini leo nitakwenda kwenye sura ya pili, ambayo sura ya pili inazungumza hisa ni nini? Maana ya hisa ni ipi hasa? Sasa Mwalimu Emilian Busara katika kitabu hichi ametoa tafsiri kadhaa katika hisa ambazo unaweza ukatumia kutafsiri hisa, ila zote kwa pamoja zinakuja kukuambia, zinakupa picha kamili kwamba hisa ni kitu gani. Sehemu ya kwanza amesema hisa ni sehemu ya umiliki wa kampuni. Hii ni kwa upande wako wewe unayenunua hiyo hisa, maana yake unakuwa ni sehemu ya mmiliki wa kampuni. Lakini sasa uhalisia unaweza usionekane kama una hisa chache sana. Unakuta labda kampuni fulani na hisa karibu milioni na huko, lakini wewe una hisa zako 2. Sasa umiliki wako unakuwa kama unrealistic kwa sababu una hisa chache sana. Ila unavyozidi kuwa na hisa nyingi zaidi, ndipo umiliki wako unaanza kuonekana. Kwa hiyo nguvu yako ya maamuzi katika kampuni ambayo umekuwa sehemu ya umiliki inategemea na wingi wa hisa ambazo unazo. Lakini pia hisa ni mtaji kwa biashara. Wakati wewe unapata sehemu ya umiliki wa kununua hisa, kampuni inapata fedha za mtaji. Sasa mtaji ambao kampuni huwa inapata hasa kupitia wanaita initial public offering, au sio? Pale ndio kampuni inapata pesa. Baada ya hapo watu wanaanza kuuziana wao kwa wao katika soko la pili la hisa. Kwa hiyo ukiona hisa inaanza kuuzwa baada ya wanaita initial public offering, ujue hiyo pesa iende kwenye kampuni, ila ninyi mnaanza kuuziana ninyi kwa. Lakini fedha ya kwanza ni fedha ambayo inakwenda kwenye kampuni na kuwasaidia kuweza kupata
mtaji wao. Lakini pia anasema hisa ni kitega uchumi. Hii ni kwa ajili yako, kwa sababu unavyomiliki hisa ya kampuni fulani, cha kwanza hisa huwa inatengeneza faida, au sio? Hiyo kampuni inavyofanya faida huwa wanarudisha kama gawio kwenye hisa ambayo unamiliki, lakini pia hisa yako huwa inaongezeka thamani. Sasa kitega uchumi ni kitu chochote ambacho kinaweza kikakuletea faida kwa namna moja ama nyingine, ndio maana hisa imetajwa kama ni kitega uchumi. Lakini pia nasema katika ununuaji na uuzaji wa hisa, vipande na hati fungani, kanuni za kibiashara zinahitajika kuzingatiwa ili kuhakikisha mafanikio. Kwa hiyo soko la hisa la Dar es Salaam lina kanuni na taratibu zake ambazo lazima zifuatwe katika uuzwaji na ununuaji wa hizi hisa, hati fungani na dhamana nyingine. Lakini pia soko hili la hisa linafuata kanuni, sheria na taratibu za mamlaka ya masoko ya mitaji, au sio, ambayo iko chini ya Wizara ya Fedha. Lakini pia pointi nyingine anasema hisa ni urithi. Maanake kupitia hisa unaweza ukasaidia, kama una watoto wako na unajua kabisa kuwa kuna riski za watu kugombania mali. Bwana, hii nyumba ni ya kwangu, basi tuuze, basi tuvunje nusu. Ila ukiwa na hisa katika kampuni fulani, ni rahisi tu kusema bwana, huyu mtoto atapata hisa 10, huyu atapata hisa 2, huyu atapata hisa. Hataki, uza hisa, chukua pesa, nenda. Lakini usipokuwa na hisa inaletaga conflict fulani katika mambo ya urithi. Ila jambo lingine akasema hisa ni biashara. Kama nilivyokuambia hapo awali, mara baada ya toleo la kwanza, initial public offering, watu huanza kuuziana hisa. Kwa hiyo huyu ananunua hisa katika bei ndogo, anauza katika bei kubwa. Kama ambavyo unaweza kununua nyanya kwa bei ndogo sehemu fulani 150 ukaenda kuiuza 500, ndivyo pia watu wengine wanafanya hivyo katika hisa. Wanakuwa wanaangalia soko linaendaje. Bei zikishuka za hisa fulani wananunua, zikipanda wanauza, wanakwenda kununua nyingine yenye bei ndogo. Hawa wanakuja kuitwa traders ama wachuuzi, kama ninakumbuka sahihi kwa lugha ya Kiswahili. Lakini pia katika hii chapter ama sura hii anasema hisa ni amana kwa mkopo. Baadhi ya taasisi za kibenki zinakubali hisa, umiliki wako wa hisa kama dhamana ya kukupa mkopo, baadhi ya mabenki. Kwa hiyo lazima uweze kujua benki fulani inaweza ikakupa mkopo kwa kupitia hisa na taratibu zake zikoje. Taratibu zinabadilika kulingana na taasisi. Lakini pointi ya mwisho ambayo nimeinoti hapa, amesema hisa ni akiba. Huu ni mfumo ambao watu wengi huutumia kama sehemu ya kuweka akiba zao za kifedha. Na mimi ninadhani hii ndio lengo kubwa hapa, kwamba hisa ni namna ya kuhifadhi fedha. Ingawa kuna watu wanafanya biashara, ingawa kuna watu wanawekeza ili sijui kufanya nini, lakini lengo mama hapa ni kuweka akiba. Ila akiba ambayo inajizidisha, inajiongeza, tofauti na kuweka akiba chini ya kitanda ama kuweka kwenye benki kama mfumo wa kawaida ambako pesa inakuwa ikiliwa na ada, upotevu wa thamani. Lakini katika hisa unakuta thamani inaongezeka, lakini pia kuna faida kama umeweka mahala sahihi na mahala ambako ni pazuri, au sio? Sasa hiyo ndio samari ndogo kuhusiana na hisa ni nini, ama hisa ina maana gani, ambayo utaipata katika sura ya pili ya kitabu cha Hisa, Akiba na Uwekezaji kilichoandikwa na Mwalimu Emelian Busara. Asante sana, na kaa hapa ili uweze kupata video nyingine katika sura ya 3 na 4 na ya 5 na kuendelea mpaka sura ya 20. Asante sana.